Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Leo tumeshinda mapambano yetu ya uhuru. Kwa ninyi marafiki zangu wote ambao mmepigana bila heshima pande zetu, ninaomba muifanye siku hii ya tarehe 30 Juni 1960 siku adhimu ambayo itaangaliwa milele mioyoni mwenu, tarehe ambayo umuhimu wake utakuwa fahari kwa watoto wenu ambao itakuwa zamu yao. Patrice Lumumba ni miongoni mwa viongozi wa Afrika ambao walikuwa mstari wa mbele katika kupambana na kutafuta uhuru wa Afrika. Alikuwa ni kiongozi ambaye alipambana katika kupata uhuru wa watu wa Kongo, lakini baada ya kupata uhuru na kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo, alikaa madarakani kwa wiki 10 tu, lakini akijizolea umaarufu mkubwa sana. Kiitikadi alikuwa ni mzalendo wa Kiafrika na mwanamajimui ambaye alifanya mabadiliko makubwa sana nchini Kongo katika nyanja ya kisiasa, na akawa ni mmoja wa wakosoaji wa ukoloni barani Afrika, huku akipinga vikali ubepari na kuunga mkono siasa za kijamaa zilizokuwa zinaongozwa na USSR. Lumumba alizaliwa Julai 2 mwaka 1925 huko Kongo. Mapema alikuwa akiandika mashairi ya kukosoa wakoloni, hususan Ubelgiji, katika majarida mbalimbali, na baadaye alianza kufanya kazi katika shirika la posta akiwa karani. Lakini kwa utendaji kazi wake mzuri, alipandishwa cheo na kuwa kiongozi katika chama cha wafanyakazi, na hii ikawa kama mlango wa kuingia kwenye siasa. Mara baada ya kuhitimu elimu yake, Patrice Lumumba aliajiriwa katika shirika la posta na kuhudumu kwa utendaji kazi uliotukuka kwa ubora, ufanisi na uwajibikaji, na hivyo baadaye akachaguliwa kuwa kiongozi wa chama cha wafanyakazi, na hiyo ikawa ndio njia iliyomfungua yeye katika kuingia kwenye siasa, ambapo baadaye tunaona alikuja kuchaguliwa kuwa kiongozi wa mkoa. Maana kufikia mwaka 1955 alichaguliwa kuwa rais wa mkoa. Mnamo mwaka 1958 alianzisha chama cha Movement National Congolese, yani NMC. Chama hicho kilikuwa kinara wa vuguvugu la kisiasa la kudai uhuru wa Kongo, ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa kwanza wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo, wakati huo ikiitwa Zaire. Kiongozi huyu ni miongoni mwa viongozi ambao wanaheshimika sana katika bara la Afrika, na kwa historia yake fupi kwamba mwaka 1955 ndio alianza rasmi kuonekana katika siasa za nchi ile ya kidemokrasia ya Kongo. Chama hicho kiliendesha siasa zake kwa nguvu, kwa lengo zima la kuhakikisha kwamba nchi hiyo inaweza kupata uhuru. Harakati zake hizo za ukombozi wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo hazikuwa rahisi. Ilikuwa ni harakati ngumu kwake, ni harakati ambazo wakoloni waliokuwa wakitawala nchi hiyo, Wabelgiji, walitishika na harakati hizo ambazo walikuwa wakiziendesha hayati Patrice Lumumba, na hiyo ilipelekea mpaka akaweza kushikwa nguvuni na kuweka gerezani kwa wakati huo, akiendesha hizo harakati zake za kudai uhuru wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Hali iliyosababisha Lumumba na wanachama wenzake wa NMC kuwekwa kizuizini mara kwa mara.
lakini haikudhoofisha harakati zake na wala kukata tamaa. Alisimamia kile ambacho alichokuwa na kiamini, ambacho ni kuondoa Belgiji na hatimaye Kongo kuwa taifa huru. Disemba mwaka 1958 alihudhuria kongamano la kwanza la wanamajumui wa Afrika, yani Pan-Africanism, huko Accra, Ghana, ambapo alikutana na wazalendo kutoka bara zima la Afrika na hatimaye akajumuishwa kuwa mwanachama wa kudumu katika umoja huo. Hiyo ilipelekea mpaka akaweza kushikwa nguvuni na kuweka gerezani kwa wakati huo akiendesha hizo harakati zake za kudai uhuru wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Alikwenda bila kuchoka, alipambana akifuata nyayo za wapigania uhuru mbalimbali, wapigania uhuru wenzake wa nchi mbalimbali za Afrika nchini Ghana, na pale ndipo ambapo alipata chachu na kupata nguvu na kupewa mikakati mbalimbali ambayo wapigania uhuru wenzake walikuwa wanaiendeleza. Na mara tu aliporejea kutoka nchini Ghana, maana nchini Ghana alipata bahati ya kukutana na manguli mashujaa wengine, akina Kwame Nkrumah, akina Banda wale wa Malawi, akina Mwalimu Nyerere. Wote hao walimpa chachu ya kuhakikisha kwamba harakati hizo za nchi ya demokrasia ya Kongo kupata uhuru basi zinakwenda vile ambavyo zinatakiwa kwenda, zinaunganisha taifa zima la Kongo na sio tu ziwe ni harakati za majimbo au harakati za vikundi vichache. Harakati hizo ziliweza kumfanya sasa Patrice Lumumba aweze kuwa tishio sasa kwa wakoloni waliokuwa wakitawala taifa hilo la kidemokrasia ya Kongo, ambalo ni taifa tajiri lenye shehena kubwa ya madini. Baada ya makubaliano ya meza duara ya Brussels, Kongo ilipata uhuru wake na serikali ya mseto ikaundwa. Utakumbuka kwamba kila nchi zinapokwenda kwenye process ya kupata uhuru wake chini ya koloni, huwa kuna makubaliano maalum ambayo wapigania uhuru huwa wanakubaliana na koloni lilokuwa litawala nchi hiyo. Nchi ya kidemokrasia ya Kongo nayo ilifuata utaratibu huo. Baada ya vuguvugu la muda mrefu la vyama mbalimbali vya ukombozi vya nchi ya kidemokrasia ya Kongo kuendelea kufukuta katika nchi ile, wakoloni waliweza kuwaita wapigania uhuru wao, kikiwemo na chama ambacho walikuwa kikiongoza hayati Patrice Lumumba. Waliitwa katika kikao maalum, round table meeting, wanasema mkutano wa meza ya duara, tunajadiliana tukubaliane nini ambacho kinakwenda kufuata. Kwa hiyo chama cha ambacho kilikuwa kikiongozwa na Patrice Lumumba nacho kilishiriki huo mkutano uliofanyika nchini Ubelgiji katika mji wa Brussels. Baada ya mkutano huo ndipo ulipangwa, moja ya makubaliano ni kwamba nchi iende kwenye uchaguzi. Hatuwezi tu kutoa uhuru, lazima tutoe uhuru kwa njia ya demokrasia, kwa njia ya kidiplomasia, watu waweze kupata uhuru, tujue tunampatia nani nchi kwa utaratibu gani. Kwa hiyo moja ya makubaliano katika mkutano huo kwamba vile vyama vyote ambavyo vinadai uhuru katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo viingie katika uchaguzi kama ambavyo nchi mbalimbali zimefanya. Na katika uchaguzi ambao ulifuata sasa ulikwenda kufanyika, itakumbuka kwamba wakati huo kuna wakati Patrice Lumumba naye alikuwa amekamatwa na baadaye sasa ikatokea kwamba wananchi wakasema kwamba haiwezekani kiongozi wetu asiwepo katika uchaguzi huo, lazima awepo, aachiwe huru, aingie kwenye uchaguzi. Kwa hiyo na katika uchaguzi huo baada ya kufanyika ndipo matokeo yalitoka kwamba chama ambacho kilikuwa kikiongozwa na hayati Kasavubu kikaongoza na chama ambacho kilikuwa kikiongozwa na hayati Patrice Lumumba kikafuata kwa kura. Na kwa mujibu wa utaratibu, chama ambacho kilikuwa kikiongoza ndicho ambacho kinatakiwa kitoe rais wa nchi hiyo, na chama ambacho kinafuata kinatoa waziri mkuu. Ndivyo ambavyo ilikuwa, ndio maana
hayati Kasavubu akawa rais wa kwanza na hayati Patrice Lumumba akawa waziri mkuu wa kwanza wa nchi ya Demokrasia ya Kongo. Na rais wake akiwa Joseph Kasavubu na waziri mkuu wake akiwa Patrice Lumumba. Hotuba ya Lumumba iliibua mambo mengi ambayo wakoloni walikuwa wanawafanyia Wakongo. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Leo tumeshinda mapambano yetu ya uhuru. Kwa ninyi marafiki zangu wote ambao mmepigana bila heshima pande zetu, ninaomba muifanye siku hii ya tarehe 30 Juni 1960 siku adhimu ambayo itaangaliwa milele mioyoni mwenu. Tarehe ambayo umuhimu wake utakuwa fahari kwa watoto wenu ambao itakuwa zamu yao. Hotuba hiyo ikaibua hasira za wakoloni, yaani Ubelgiji, na kuanza kisirisiri mchakato wa kumwangusha madarakani Patrice Lumumba. Patrice Lumumba. Na ilikuwa ni kati ya Joseph Desire Mobutu na Joseph Kasavubu ambao walikuwa wako tofauti sana, wanatofautiana sana kimsimamo na Patrice Lumumba. Kwa nini? Kwa sababu Lumumba alikuwa anaamini kabisa kwamba tunahitaji kuwa na total liberation. Tunahitaji hawa wazungu waondoke, watu wache sisi wa Afrika tuitawale nchi ya kwetu. Na alitoa speech moja nzuri sana wakati wa ile siku ya kukabidhiwa uhuru. Akiwa jamani, natosha. Mmeshafanya mambo mengi, lakini natosha sasa, mtuache tuendelee na mambo mengi. Na ni kupitia ile speech ndio mambo mengi yalianza kutokea, kwa sababu watu walianza kujua kwamba tutapoteza mkate ambao tunao. Kwa maana ya kwamba Ubelgiji ilikuwa inatumia Kongo kama ng'ombe wa maziwa, anakamua tu, anakamua, amelishwa vizuri, amelishwa vibaya, hawajali. Wao wanataka kupata faida. Kwa hiyo kwa ile statement, kwa ule usemaji wake, ile hotuba ya kwake ikaonesha kwamba hamkani halishi shwari na wao wanatakiwa wapoteze kila kitu ambacho hawakuwa tayari kuweza kukifanya. Le premier signe que quelque chose clochait. Kwanza niligundua kuwa kulikuwa na tatizo nilipokuwa nikisikiliza hotuba ya waziri Lumumba huko Kinshasa, na ilikuwa ni mchana. Niliposikiliza nilijiambia mwenyewe kuna kitu hapa ambacho hakihusiani na kile tulichotarajia kusikia. Tout à fait dans le sens que l'on espérait. Alors je crois que je peux même affirmer que le roi était d'assez... Ninathibitisha kwamba mfalme hakufurahishwa na hotuba hiyo, kwamba alitaka kuondoka mara moja na kurudi Ubelgiji. Lakini kwa sababu ya serikali, alikaa na kwenda kwenye karamu rasmi ambapo Lumumba alitoa hotuba ambayo ilikuwa ya heshima zaidi kwa Ubelgiji. Lakini uharibifu ulikuwa tayari umeshatokea. Hakuwa na uwezo wa kutofautisha kati ya kile kilicho muhimu sana na kisicho muhimu hata kidogo. Tous les politiciens disaient indépendance, liberté, liberté économique, indépendance économique et tout ça. Wakati huo utaratibu wa wazalendo na wanasiasa ulikuwa ni uhuru wa kiuchumi na mambo kama hayo. Lumumba aliamini ukweli. Watu walitambua kwamba hizi hazikuwa tu kauli mbiu tupu za kampeni zenye lengo la kushinda kura, lakini hapa kulikuwa na mtu ambaye hakuwa tayari kufanya mchezo kuhusu uhuru wa nchi yake na kanuni zake. Ndio maana wote walikuwa kinyume na yeye. Haikuwa vyombo vya habari pekee, hata wanasiasa wengine walioshabikia sera zile zile walikuwa wanampiga vita Patrice Lumumba, na hata wanasiasa wengine nao hawakushambuliwa kama yeye alivyoshambuliwa. Ils n'ont pas été attaqués de la même façon. Tofauti na viongozi wengine, hususan Rais Joseph Kasavubu, Lumumba aliamini mfumo wa ujamaa, na hii ikamfanya awe na utofauti mkubwa na viongozi wenzake.
baada ya kuwa tayari ni waziri mkuu, nchi imeshapata uhuru, lakini uhuru ambao ulikuwa umepatikana uliacha maswali mtanziko baina ya viongozi wa kitaifa, kwa sababu viongozi wale wa kitaifa, tukimzungumzia Rais Kasavubu, alikuwa anatoka chama tofauti na chama ambacho Patrice Lumumba alikuwa amekianzisha mwenyewe, lakini kuwa na vyama viwili tofauti ilikuwa ni jambo moja. Hivi vyama pia vilikuwa na mitazamo miwili tofauti, hivyo hiyo tofauti ya mitazamo ilipelekea hata serikali yao kuanza kuiendesha katika namna ambavyo walikuwa wanahitilafiana katika mitazamo hiyo. Ukizungumzia Patrice Lumumba, yeye alikuwa ni mjamaa ambaye alifuata siasa za wajamaa wenzake ambao walikuwa wanapigania uhuru wa bara zima la Afrika, wakitamani kuona yale makucha ya wakoloni yakiondolewa bila kuacha hata chembe kidogo ya ukoloni katika bara la Afrika. Lakini upande wa rais ambaye tunamzungumzia Kasavubu na baadhi ya wenzake, walikuwa wamepewa uhuru ule, wakawa bado wanahitaji kuwa na mashirikiano mazuri na wakoloni wao wa awali ambao ni Wabelgiji. Jambo hili lilileta mkanganyiko na likaanza kuleta taswira ya mgawanyiko ndani ya serikali. Hivyo kwa kiasi kikubwa alikumbana na changamoto ya kukosa ushirikiano. Hivyo basi ilipelekea mambo mengi ya kitaifa kutokwenda kama ambavyo walikuwa wametarajia, lakini msimamo mkali wa Patrice Lumumba juu ya ukoloni na kuuondosha ukoloni ulipelekea wenzake sasa kuanza kufanya fitna kwa ajili ya kumhujumu na kuhakikisha maisha yake ya kisiasa yanafupishwa, kama ambavyo tunaona baadaye alikuja akawa ameuawa kikatili kabisa, jambo ambalo sisi wa Afrika mpaka leo bado tunaendelea kusikitika na kuumia sana. Lakini kwa sababu jambo hilo lilitokea na ni historia ya Afrika, tunaweza kuendelea kulizungumza katika namna ya kusema kwamba Afrika iliwahi kupata viongozi ambao ni mashujaa, na bado ukoloni unaonekana katika nyanja tofauti tofauti. Hivyo basi sisi kama Waafrika bado tunahitaji kuwa na mioyo ambayo wenzetu waliionyesha. Wenzetu walipigania uhuru kutoka kwa wakoloni, lakini leo sisi tunashindwa hata kupigania uhuru wa kiuchumi, ambao nafikiri ndio dhana ambayo tunapaswa kuwa nayo sasa katika vita zote tunazopigana sasa hivi. Swala la kiuchumi ndio vita kuu ambayo tumeachiwa baada ya vita vya kupata uhuru wa bendera, uhuru ambao tunauona kwamba tuko huru, tunajiongoza, tuna viongozi wetu, lakini bado ukoloni mambo leo upo katika maeneo mengi, na sisi vijana wa leo tunapaswa kusimama imara kuhakikisha tunapambana na huu ukoloni mambo leo ambao upo katika taswira nyingi, na wakati mwingine unaweza usione kwa jicho la haraka, lakini kwa watu wenye majicho ambapo ni mapevu wanajua ukoloni mambo leo ulivyo na athari kubwa sana, tena kubwa kuliko wakati mwingine hata ule ukoloni ambao tulikuwa tunatawaliwa na wazungu. Lakini nizungumze jambo la pili, tofauti gani nyingine ambayo sasa baada ya zile chokochoko kuwa zinaendelea baina ya hawa viongozi wa kitaifa. Chokochoko kubwa ilikuja baada ya Patrice Lumumba kuonyesha msimamo wa kuwa na ujamaa halisi, kuwafanya watu kuwa wamoja, kuifanya nchi kuwa na serikali moja, kuwafanya wananchi wawe wanamiliki uchumi wao. Jambo hili kwa watu wa upande wa pili hawakuwa tayari, na walianza kutengeneza chokochoko, na hizi chokochoko zilipelekea wao kusimama na msimamo wa kwamba Kongo iwe na serikali ya majimbo. Serikali ya majimbo ambayo ingeweza kuacha nafasi na wigo wa kila mtu kuwa mkubwa kwenye eneo lake. Kitu ambacho kinaonyesha tayari hawa watu hawakuwa tayari kupokea ule umoja na kuondoa ukoloni kama ambavyo tulikuwa tunatarajia na kama ambavyo Patrice Lumumba alitarajia. Hivyo sasa Kasavubu na wenzake walishinikiza kuwepo kwa serikali za majimbo, na zile serikali za majimbo basi ziwe angalau zinachangia katika serikali kuu, kwa maana ile serikali kuu itakuwa ipo pale kama tuseme kama picha
kwa sababu kama mamlaka yote yako kwenye serikali za majimbo, serikali kuu inakuwa na kazi chache sana za kufanya. Lakini katika uhalisia utaona bado kutakuwa na wananchi katika jimbo fulani wana utajiri, wanaishi vizuri, lakini kuna maeneo mengine ndani ya nchi ile ile kuna watu watakuwa wanaishi maisha magumu kwa sababu uchumi wao katika maeneo yao huenda hawajajaliwa baadhi ya rasilimali ambazo zingeweza kuwafanya na wao waishi vizuri. Kwa mtazamo wa Patrice Lumumba ilikuwa ni kuiunganisha nchi, kuiacha nchi katika namna ambayo inaonekana ni nchi moja na sio nchi ambayo imegawanywa vipande vidogo vidogo na kila mmoja anaongoza katika eneo lake, kwa kuonyesha tu kwamba ufahari kwamba na mimi hapa ni kiongozi na mimi hapa na mamlaka makubwa. Kwa hiyo unamuona Patrice Lumumba aliutaka umoja kupitia ujamaa, na ujamaa kimisingi kabisa unawataka watu kuwa wamoja, kuonekana serikali moja, lakini kubwa zaidi mamlaka yote yawe kwa wananchi. Wananchi ndio wawe na maamuzi ya mwisho katika kuamua hatima ya nchi yao. Licha ya kushutumiwa kuhusika na kifo cha Patrice Lumumba, rais wa Kongo wakati huo ikijulikana kwa jina la Zaire, Mobutu Sese Seko, alimtangaza Lumumba kuwa shujaa wa Kongo tarehe 30 Juni mwaka 1966. Hapa jijini Dar es Salaam kuna mtaa mkubwa wa Patrice Lumumba ambao umebaki kama alama muhimu ambayo haitosahaulika. Mtaa huo ndio zipo ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM. Huyo ndio Patrice Lumumba, mwana mashairi, mwana falsafa na mwana majumui wa Afrika ambaye ameacha alama isiyofutika katika siasa za Afrika.